The tales of the hunt, the tales of the hunting always glorify the hunter, because he's the one who write the history after the end of the hunting process. Historia ya uwindaji mara zote huwa inamglorify, mara zote huwa inamtukuza mwindaji, kwa sababu yeye ndiyo huiandika hiyo historia. Kwa sababu aliyewindwa anakuwa hana nafasi ya kujiexpress, ya kujielezea ni namna gani alipopambana, lakini mwindaji kwa vile yeye mara zote ndo huwa mshindi, basi yeye ndo huandika historia hiyo. Tales of the hunt always glorify the hunter. Kwa ujumla ni kwamba mtu mweusi, historia inaomwelezea mtu mweusi inamglorify mwandishi aliyoandika historia hiyo, na kumtukuza na kuelezea upande mmoja tu wa huyo mwindaji. Ili story iweze kubalance popote pale, ni lazima usikilize pande zote, pande ya mwindaji na muindwaji, alafu unaangalia ina balance wapi kuna ukweli na wapi kuna make sense. Mtu mweusi, mwana wa Alkebulan, ambaye baadaye akaja akaitwa Mwafrika kutoka kwenye majina yake ya asili, Alkebulan, Akkadian, Ethiopia. Tukaja tukapewa jina, tukaitwa Waafrika, tukaitwa the Dark Continent, bara la giza, watu tusiokuwa na ujuzi wala uwezo wa kufanya kitu chochote. Tukaandikiwa historia, tukamezeshwa hiyo historia, tukaiamini na tukaiishi. Historia ambayo tumeandikiwa na mkoloni au tunaofundishwa mashuleni kupitia elimu ya mkoloni, colonial system of education, ni historia ya uongo, ya kutudhalilisha na kutudogosha na kutufanya sisi tujione tulikuwa si lolote, si chochote kabla mzungu ajaja. Historia hiyo ambayo ni Eurocentric inatufundisha kwamba mzungu alileta ustaarabu, akatuletea dini, akatufundisha Mungu alivyo, akatufundisha kusoma na kuandika, akatuletea elimu, akatufundisha namna ya kuishi. Tulikuwa tuna tofauti na wanyama, tulikuwa very primitive, hatuna chochote tunachokijua na chochote tunachoweza kufanya. Kwa mzungu ni kama alitumwa na Mungu kuja huku Afrika kutuelimisha na kutupa namna bora ya kuishi maisha ya kistaarabu. We were uncivilized, ndio wanadai hivyo, kwamba sisi tulikuwa sio wastaarabu na hatuna tunachokijua. Kwa hiyo historia hiyo inamfanya mtu mweusi ajione ana thamani mbele ya mzungu na mbele ya watu wa rangi zingine. Lakini kiuhalisia ni kwamba tumedanganywa, tumepotoshwa, tumelishwa vitu vingi sana ambavyo havina faida na maisha yetu, zaidi ya kutupotezea mwelekeo, malengo, na kutufanya sisi kuwa wanyonge maisha yetu yote. Alkebulan ni taasisi ambayo tumeianzisha sisi wa Afrika wa Alkebulan, wazalendo, ambao tumeamua iwe jua, iwe mvua, iwe usiku, iwe mchana, iwe giza, iwe nuru, tutautafuta ukweli kuhusu asili yetu, sisi ni wakina nani, na tutawaambia vizazi vyetu ili wao wasije wakaingia kwenye shida kama tumezolishishwa sisi kutoka kwa wazazi wetu, na wenyewe walishishwa kutoka kwa wazazi wao.
Kwa kazi kubwa itakayofanywa na Al-Kebulan itakuwa ni kutoa elimu, kutoa historia ya ukweli, kufanya tafiti mbalimbali, kushughulika na shughuli mbalimbali za kiuchumi, za kijamii, kuhakikisha tunakomboleka, tunapata ukombozi wa kudumu hasa wa kifikra. Kwa kazi yetu kubwa ya kwanza ambayo tunaanza kuifanya kupitia kwenye media mbalimbali ni kutoa elimu ya historia ya ukweli ya mtu mweusi. Historia yetu ni kubwa, ni pana, ina vitu vingi sana ambavyo naamini tukifanikiwa kuvijua kwa chini ya 20%, wengi wetu tutafikia kwenye point ya kuweza kujitambua na kujua nini tunastahili kukifanya ili kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha yetu. Na pia tutakuwa tumekitendea haki kizazi chetu ili wao wasipitie matatizo, shida na changamoto ambazo tunazipitia sisi. Tunadharau vitu vyetu, tumepoteza asili yetu, tunaamini yale tulioaminishwa na watu kutoka mbali na kupuuza ya kwetu ambayo mamilioni ya miaka wazazi wetu wamekuwa wanayaishi na maisha yao yalikuwa yanaenda vizuri tu kabla watu wajaja na kutuletea nadharia zao na mafundisho yao na kupoteza kabisa kila kitu cha kwetu ambacho tulichokuwa wazazi wetu walivyoishi na yote mazuri walikuwa wanayafanya. Sisi tuyaone ni mabaya, si lolote, si chochote. Tufuate mafundisho yao wao, tufuate njia zao za maisha, alafu ndo tuishi hivyo. Asa Al-Kebulan imedhamiria, taasisi Al-Kebulan imedhamiria kuhakikisha ukweli unafika sehemu ambayo isiofikika. Tumedhamiria kuhakikisha tuna unlock all doors, tuna unlock all codes, tuna open all books, vitabu vyote vya maarifa yote ya muhimu ya kwetu yaliyofanywa na wazazi wetu, na tuweze kuyafanyia kazi katika maisha yetu ya kila siku. Watu wenye busara, wahenga wa zamani wanasema, ukitaka kumtawala mtu vizuri, mfiche historia yake ya ukweli. Kama tujijui sisi ni wakina nani, hatujui asili yetu ni ipi, basi itakuwa ni rahisi kuyumbishwa. Utaambiwa hivi utakwenda, utaambiwa hivi utakwenda. Leo hii mtu mweusi anadharau mila, desturi na tamaduni zake na kuona tamaduni ya Kiarabu, Arabic culture, Arabic religion, Arabic language, Arabic ways of living ni bora. Mtu anakuwa Muislamu, anaswali swala 5, anasoma Qur'an kwa Kiarabu na anajitahidi kuongea Kiarabu kwa sababu anajua kwamba akifa siku ya kiyama, akifufuliwa, lugha itakayotumika kama lugha ya mawasiliano itakuwa ni Kiarabu. Kwa mtu anaanza kubehave kama Mwarabu tokea hapa duniani na kufuata mila na desturi za Kiarabu, kusoma dua za Kiarabu, kusali Kiarabu na kuishi Kiarabu ili siku ya kiyama akifufuliwa asipate shida. Hizo ni dogma ambazo tumelishwa na watu wanaziishi kwa muda mrefu. Sasa sisi ambao tumepata nafasi kidogo ya kujitambua na kuweza kuyatazama maisha kwa engo zote tofauti, tukikubali na sisi kuishi huu utamaduni ambao sio wa asili yetu, kama wazazi wetu walivyokubali, walivyolishwa na wazazi wao na wao wakatulisha, na sisi tukawalisha watoto wetu, mwisho wa siku tunaendelea kupotea completely. Kaja mzungu kaleta ustaarabu wake wa kizungu, kaleta elimu yake ya kizungu kama Mwarabu alivyoleta elimu yake ya Kiarabu ambayo ni Qur'an, madrasa, hadithi za Mtume Muhammad na kisa sulambia, visa vya manabii mbalimbali na vitu kama hivyo. Na mzungu naye alikuja kwa staili hiyo hiyo, kuja wakaleta Ukristo, wakawabatiza baadhi ya machifu na watemi na wafalme wa kingdom tawala kubwa mbalimbali akiwemo Mankongo wa Kongo. Wakina Njinga Mbandi walikasirika, akamwambia usikubali kubatizwa,
Kisha batizwa na Mfalme Leopold, wanachukua kila kitu, akakubali kuwa Mkristo. Wengine wote wakaingia kwenye hiyo dini, wakampokea Yesu mzungu, msalaba, Krismasi, Kwaresma, na mambo yote ambayo yameletwa na kitabu ambacho kimeletwa na mkoloni kwa ajili ya kuhakikisha mambo yake yanakwenda vizuri na sisi kupotea. Wakatuletea na elimu yao ya kikoloni, wakatuletea na dini zao, mila na desturi. Kwa hiyo ikafikia tu tukadharau kila kitu chetu. Wazazi wetu wakaanza kutoa na majina ya kizungu na Kiarabu. Mtoto wa Kibantu kazaliwa Mnyakyusa, kazaliwa Mnyamwezi, unaitwa Petro, unaitwa Michael, unaitwa Joseph, unaitwa Andrew, unaitwa William, unaitwa David, unaitwa Agrey. Au sio majina yetu wametuletea, wakatupa na majina, tukasahau majina yetu ya asili. Unaitwa Abdallah, unaitwa Muhammad, Suleiman, Abdul Karim, unaitwa Hussein, Hasani, Muhammad. Tukapotezwa completely, tukachukua mila zao na desturi zao. Wazazi wetu wamepewa majina na wenyewe wametupa, na sisi tunaendelea kuwapa watoto wetu majina ambayo sio ya asili yetu. Tunafundisha mila, desturi na tamaduni ambazo sio za kwetu, na tunadharau vitu vyetu vya asili. Tunadharau majina yetu ya asili, majina ya mwana wa Alkebulan, majina ya ndani kabisa ya Kinyakyusa. Kumuita mwanao Tusajigwe, utaonekana wewe mshamba, muite Mary. Kumuita mwanao Bwigane, utaonekana wewe bado hujawa civilized, hujastaarabika. Muite Michael. Kumuita mwanao Ambele, unaona utaonekana wewe sio Mkristo, hao ni majina ya kipagani. Muite Petro. Sasa kama wazazi wetu walikubali na wenyewe baada ya kuaminishwa na wazazi wao, wakakubali utamaduni, mila, desturi na dini na majina yao watu wakatupa sisi, ni wakati wa sisi kuamka na kubadilisha hivyo vitu vyote, turudi kwenye asili. Sasa tutarudije kwenye asili wakati asili yetu hatuijui? Hili swali limekuwa naulizwa sana. Sasa haya, wewe unatuambia sisi uko Kristo ulikuwa hivi, ulikuwa, tukiona tukitazama kwenye Biblia tunaona kabisa Biblia ni kweli haituhusu na hivyo vitu sio vya kwetu. Ukirudi kwenye Uislamu unasema hivyo na hivyo. Sasa twende wapi? Sisi tufanyaje? Ili watu waweze kujua tunatakiwa twende wapi, tunatakiwa tujijue kwanza sisi ni wakina nani. We have to know our real identity. Sisi ni wakina nani na tuna nguvu gani na tulifanya nini kabla. Nitawataja watu wachache na kuelezea sifa zao ili tuweze kupata picha halisi wapi tunaenda. Kuna mtu alikuwa anaitwa Iburu, jina alilopewa na wazazi wake. Baadaye akapata nickname ambayo ndio ikaja kuwa maarufu, akaitwa Mwanamarundi. Ametoka katika jamii za Wasukuma huko maeneo ya Shinyanga huko Kahama ndani. Mwanamarundi amezaliwa mwaka 1892, amekufa mwaka 1936. Amezaliwa kwenye hii ardhi. Haijapita hata miaka 200 huyu mtu aliishi na alifanya vitu vingi. Kabla hajazaliwa yeye, wazazi wake umri ulikuwa umeenda, wamekuwa wazee, wakaenda kwa mganga. Babake anaona sasa mimi nakufa, sina mtoto, mali zangu atalisi nani? Wanafika mganga, anawaambia kwamba na habari nzuri na mbaya. Habari nzuri ni kwamba mtapata mtoto na atakuwa mtu mkubwa sana na nguvu za kipekee na atafanya makubwa sana na atakuwa maarufu sana. Lakini habari mbaya ni kwamba baba mtu hutofanikiwa kumuona mtoto. Mzee watoka furahi, akashukuru kwamba hata kama sitamuona lakini najua nimeacha mrithi na jina langu litaendelea kuwepo. Siku zikapita, yule bwana akazaliwa. Kabla hajazaliwa,
mamake ana mimba na miezi 3, yule mzee akafariki. Mama akaenda nayo mimba inafikisha miezi 9. Yule mtoto anamwambia mama yake, mama nizae, naomba unizae nije duniani. Sauti ya kitoto inatoka tumboni. Yule mama akamzaa. Na siku alipozaliwa ilitokea muujiza, ilitokea tetemeko la ardhi na vitu ambavyo si vya kawaida. Akazaliwa, mshindo mkubwa sana ulitoka. Akazaliwa, akakua, akafanya mambo mengi. Alipokuwa mdogo anacheza ngoma zile za asili, ingawa alikuwa mtu wa aibu. Baada ya kuwa cheza sana ngoma, akao anashindwa yeye na wenzake, wakakubaliana waende Singida wakamtafute mtaalamu wa tiba za asili ili awape dawa ya kupata mvuto, mambo yao yaende. Amefika Singida, wakafika kwa bibi mmoja. Yule bibi akawakaribisha, wakakaa siku 7 bila kuwashughulikia, akawa hata wajali wafuatilie. Siku ya 8 akamwambia chukueni jembe na panga, kila mtu chukue jembe lake na panga, twendeni polini nikawatafutie dawa. Wamefika mbele, yule bibi akatafuta vinyonga 3, kila mmoja akamwekea kinyonga kichwani, twendeni. Fika kule akamwambia chimbeni mashimo ambao ni sawa na nusu yenu. Wakachimba ile mashimo, akamwambia tafuteni kuni zipangeni. Wanajaza zile kuni, kila mtu kwenye shimo lake, akakichukua kile kinyonga, kila mmoja akatoa kile kinyonga kichwani, akaweka pale kwenye yale mashimo. Baada ya kufanya hivyo, akaambia wachome moto. Wakati wanachoma moto, vile vinyonga vinaanza kuungua na zile kuni zinawaka kwenye yale mashimo. Likatokea limnyama likubwa sana, kifaru mmoja anakuja speed ajulikane alipotokea. Wale wote wakaanza kukimbia. Huyo Iburu au Mwanamalundi yeye hakuenda mbali, alipanda juu ya mti. Kile kifaru kilipokimbiza wale wenzake wakakimbia kabisa, wakapotea. Kikamvamia yule bibi, kikamlalua mpaka yule bibi akafa. Kile kifaru kikaja kikaanza kuongua ule mti, lakini Mwanamalundi akame amejitahidi kujikaza kule juu kushuka. Kaka kinatoa magome, kinaufanyaje, kile kifaru kikaondoka. Kilipoondoka, Mwanamalundi anashuka kwenye ule mti. Anamtazama yule bibi, anamwona amekufa. Anasema ngoja mbebe aende akamzike yule bibi. Kufika mbele, yule bibi anashtuka. Anamuuliza wenzako wako wapi? Anamwambia wenzangu wamekimbia. Anamwona yule bibi kapona, hana hata makovu. Anamwambia turudi tukachukue dawa. Njiani bibi anamsikia, wewe kweli ni mwanaume washoka, wewe ni mwanaume kamili, kazi unaiweza. Kumbe dawa anaenda kuchukua ni yale magome ya miti ambayo yule faru alikuwa anapiga pale vichwa, anafanya hivi. Kamtengenezea dawa. Mwanamalundi akarudi kwao. Kafika kwao, tengenezea ile dawa kweli, akacheza ngoma pale, akawa anashinda tu, na anashinda yeye. Akaona sasa hana mpinzani kijijini kwao pale, aende kukompiti kijiji cha jirani. Miongoni mwa dawa zilizokuwa nazo, alikuwa na uwezo wa kujirefusha na kuwa mrefu kama kaweka miti chini anacheza, lakini ni yeye anajifunika usoni na kitambaa cheusi. Kuna watu wakataka kujua huyu ameweka nini, kumfunua kwenye miguu kuona. Wale wote waliojaribu kumfunua kukaa muda mrefu wakafa. Lakini yule bibi, kuna bibi mmoja naye alikuwa anacheza ngoma pale, na yeye ana ngoma yake, akamzidi nguvu za dawa, akamdogosha, akarudi kuwa na size yake ya kawaida. Kwa hiyo akawa ameshindwa, akaenda kijiji kingine akashinda. Yule bibi akaona wivu, akamfuata paka kule. Akaamua sasa cha kufanya hapa, aroge chakula. Wakati wanapika chakula, wapishi wake, kwa kundi lake la ngoma lina wapishi na kila kitu, wanapika chakula kiivi, kuni zinaisha, chakula kiivi. Wanaenda kumlalamikia, wanaambia sasa Mwanamalundi, chakula kiivi tunafanyaje na kuni zimeisha? Akaambia msijali, nendeni pale msituni mtazikuta kuni. Akasonta kidole, msitu ukakauka na kila kilichokuwepo kule, wakiwemo ng'ombe walikuwa wanachungwa na mbuzi pamoja na wachungaji, wote wakakauka wakafa. Na masharti aliyopewa na bibi kule, aliambiwa usije ukamsonta mtu kidole au ukakisonta kitu kitakufa hapo hapo. Baada ya hivyo kuni zikapatikana, mambo yakaendelea, lakini habari zikawa zimemfikia mtawala pale, alikuwa anaitwa Masanja watatu. Masanja akakasirika sana, akaenda kumshtaki kwa Wajerumani ambao tayari walikuwa wanamtafutia sababu Mwanamalundi, kwa sababu kuna siku Mwanamalundi amepita maeneo ya Usagara pale, kwa kutengeneza barabara kwenda Mwanza. Manamba wote wakaacha kufanya kazi, wakaenda kumshangilia yeye, wakawa wanamtafutia sababu watamkamataje.
huku na huku hapo Usagara kuna mti mmoja, wanajeshi wa Ujerumani na viongozi walikuwa wanapenda kukaa wana nani kivuli pale, pata kivuli. Mwanamarundi aliusonta ule mti ukakauka, wakawa hawapati kivuli. Na pia kuna shamba lao la mkonge na nyali likaushaga. Kwa hiyo walipopelekewa mashtaka na ule jamaa akasema sasa hapa ndo tunampata, wakaja akamkamata yeye pamoja na Chief Makongoro Igana na chifu mwingine wa Bugando na mtu mwingine, wakapeleka Tabora. Kwanza walivyokamata wote wakawapeleka Mwanza, ile sehemu ya kunyongea pale, makutano ya Makongoro Road, Nyerere Road na Kenyatta pale kwenye ile roundabout pale karibia na benki kuu Central Bank. Mitaele kulikuwa kuna mti mkubwa sana ndio walikuwa wananyongea pale. Wanajaribu kumnyonga Mwanamarundi, kitanzi kimekatika. Yaani wanataka kumweka tu, kitanzi kakatika, wakaogopa. Wakamchukua huyu Chief Makongoro Igana mwenye maeneo yake, kwa sababu Chief Makongoro yeye ile baba inaitwa Makongoro Road, ile ndio ulikuwa utawala wake paka Ilemela kule mbele paka unaenda Kayenze. Maeneo yale unapaita Igana, kituo cha daladala kinaitwa Gana kabla hujafika kwa Nabwiru, ndio maeneo yake yale. Na yeye adhabu yake alihukumiwa kunyongwa kwa sababu aliwatandika bakora wa Jerumani. Alikuwa akitembea na punda wake, hataki mtu apite upande wake wa kulia. Sasa Jerumani walikuwa wajui, akampita akawatia bakora za kutosha. Wakaona adhabu yake ni uhaini na yeye anatakiwa uawe. Na yeye hivyo anataka kumnyonga kwenye ukuta pale, ikatokea sinema ya kivita, wanageuka wanatazama vita kuchungulia hivi kitanzi hakipo. Na yule mwenzake pia wa Bugando na yeye alikadhalika kitanzi kikagoma. Akaona hii kesi ishakuwa ngumu, ngoja wapeleke Tabora kwa ajili ya mambo mengine, wakahukumiwe vizuri, wapewe adhabu zingine. Kile ukonjeni wanapeleka Tabora, wamefika maeneo ya Nzega pale ambapo kuna karibia kuna sekondari ya Uchama imejengwa kama njia panda, kama unaenda Igunga, fuku unaenda Nzega, unaenda Uchama, unapita Umoja, unatokea vijiji vya Simbo, Mwisi, ndio unakuja Tabora. Pale kuna mti wale wanajeshi wa Ujerumani wakamwambia, haya wanaweza wakatufanyia muujiza mwingine kabla tuje kufikisha jela. Akaambia huu mti tu wenyewe tulokaa hapa huu, nikisema sasa hivi ukauke unakauka wote. Kabla hajamaliza huko anaupiga mti ukakauka, ukaanza kudondosha na majani makao. Wakaogopa, wameenda naye mpaka wanafika Tabora, wanahukumiwa sasa kwa kosa la uhaini. Wameshindikana kuuawa kule, apeleke kisiwa cha Mafia, wakakae kule, wamehukumiwa miaka 3. Lakini wao walikuwa wanajua hii miaka 3 hawezi kutoboa kwa sababu hakuna chakula, watakufa kwa njaa na hamna relation ya serikali kwamba watapelekwa chakula kule wale. Kilichotokea, Mwanamarundi na Makongoro wakakubaliana. Mwanamarundi anamwambia Makongoro, mimi na uwezo wa kulima viazi sasa hivi na miogo na chakula chochote, ndani ya muda mchache ukaota, kakua, kakomaa na tukapika tukala. Kweli wakakubaliana, basi waende ng'ambo, kisiwa cha Mafia kile kwa pembeni kuna kamji. Mwanamarundi kashika fimbo, kamwambia Makongoro rusha jiwe. Kila aliporusha jiwe ambia rusha kwenye maji kuelekea huko mbele. Kila aliporusha jiwe, Mwanamarundi anapiga fimbo, maji yanafunguka, inatokea njia. Wanaenda wanachukua lile jiwe, wanarusha tena, njia inafunguka, wanaenda mpaka akafika kule ng'ambo. Wakanunua vitendea kazi, wakatafuta mbegu hizo na vyombo, wakapewa, wakarudi, wakawa wanapika, wanaishi na hawakufa. Na akawa na uwezo wa kuondoka, wakawa wanatoka pale, wanaacha vivuli vyao kama wako jela, lakini wanakuta wako Dar es Salaam, wako Magomeni, wako wapi, wakaanza kwenda mpaka Mwanza. Sasa historia kama hizi watu hawazijui, kwamba kumbe yule Musa kwenye Biblia ambaye anasimuliwa miaka 1500 huko iliyopita, kwa sababu Yesu ana miaka 2000. Historia kina Musa alipasua bahari, wana wa Israeli wakaenda nchi ya ahadi. Miaka 1900 Mwanamarundi alikuwa anapasua kisiwa cha Mafia, anatembea juu ya maji, anaonekana yuko huko, anaonekana yuko kule, mpaka mtoto mmoja wa Kijerumani alimficha wale watawala baada ya kuwa wamempa kifungo cha nje. Yule mtoto akatafutwa, amemkosa, ameenda kumwambia Mwanamarundi, akamwambia kesho saa 4 asubuhi anapatikana. Na kweli akamleta yule mtoto, akaona hamna haja kuendelea kumfunga, wakampandisha ndege kumrudisha kwa wana, ndio akawa msukumo wa kwanza kupanda ndege na kurudishwa, kwamba Wajerumani wamemshindwa. Tunatakiwa tujiulize,
huyu jamaa hizi nguvu alizitoa wapi? Ilikuwaje aliweza kufanya vitu kama hivyo? Sisi tunaambiwa ni uchawi wakati ni asili yetu. Sio tu Mwanamalundi. Kuna mama mwingine anaitwa Liti Danka, maarufu kama Malkia wa Nyuki. Huyu mama alikuwa anapatikana maeneo ya Singida. Huyu mama amepigana vita na Wajerumani kwa miaka 5, amewashinda mara 2. Anawapiga. Mama Liti Danka alikuwa na mume wake anaitwa Nyalandu. Alikuwa anaitwa maarufu kama Malkia wa Nyuki. Lakini hatumjui. Ukiwauliza watu Malkia wa Nyuki ni nani, hawamjui. Historia ya Liti Danka imeandikwa wapi? Liti alikuwa na watoto 4, wa kiume 2 na wa kike 2. Wale watoto wake wa kike walichukuliwa na Wajerumani wakawaleta Dar es Salaam. Mmoja akawa anaishi Tabata, mwingine anaishi Zanzibar. Sio Zambia, Zanzibar. Miaka ya nyuma sana. Huyo mama ilikuwaje? Kapigana nao miaka 5. Kutokea 1903 mpaka 1908 ndo akafanikiwa kumuua. Na walifanikiwaje kumuua? Kwa sababu alisalitiwa na wifi yake, ndo alienda kutoa siri. Kuna kibaraka mmoja wa Jerumani alienda akampetipeti yule, akamtongoza, akampanga, utapata zawadi nyingi, tueleze siri ya mafalme. Maana yule mama Malkia wa Nyuki yeye alikuwa ana jeshi la nyuki na jeshi la watu. Kwa walikuwa wanajeshi wa Jerumani wakija anawaamuru nyuki, wanakuja nyuki wajulikana walipotokea nyuki zaidi ya 50,000, wanawashambulia Wajerumani, wanakufa, wengine wanakimbia, fundo na waamuru. Sasa askari wake ndio akapigana vita ya kwanza, wamepigwa Wajerumani. Ya pili Wajerumani wamepigwa 5 good years, yule mama anawapiga Wajerumani. Paka wifi yake alipoenda kutoa siri ya zindiko la kwao lilipo, nguvu zake anapozipata kwa ajili ya kuamuru nyuki na viumbe wengine wapigane. Baada ya kufanikiwa kufanya hivyo, anaenda kutoa zile amri, inashindikana. Ndio matokeo yake yeye na mume wake wakapigwa risasi na Wajerumani. Wajerumani walichokifanya, walimkata kichwa yeye na mume wake, wakachukua kichwa chake wakakipeleka Kilimatinde, wakakaa nacho kwa muda, baadaye wakakipeleka Ujerumani. Paka leo fuvu la mama Liti Danka lijarudishwa paka leo, Malkia wa Nyuki. Na we don't know who she, hatumjui Malkia wa Nyuki alikuwa ni nani na alifanya nini katika historia ya nchi. Walichokifanya hao, wamekuja wamechukua nguvu zetu za asili, wakatuletea nguvu zao za uongo, wakatuletea Mungu ambaye hana mahusiano na sisi, ambaye hana connection na sisi. Wewe uweze ukasimama unasema kwa jina la Yesu. Yesu ni nani? Wakina Mwanamalundi walikuwa wanafanyaje? Wametembea juu ya maji. Huyu mama alifanyaje? Songea Mbano alifanyaje? Songea Mbano mara ngapi na yeye wametaka kumnyonga kule, ameshindwa kule Songea kule. Huyo mji unaitwa Songea, mwenye ule mji ni chief unaitwa Songea Mbano. Sasa sisi kama Alkebulan ambao tuna uchungu na uzalendo, tunaipenda asili yetu, tunalipenda bara letu, tunapenda utu wetu, tunataka turudishe asili, tulete documentary zote za ukweli kuhusu historia yetu. Tunaenda kuiandika upya historia ya mtu mweusi na nguvu zake za asili. Na kwa vile tujachelewa sana, ili kizazi chetu kisije kikaingia kwenye shida kama tulizoingia sisi, tutawatafuta waganga, tutawatafuta wachawi, tutawatafuta watabiri, tukae nao watupe siri walizonazo, tuzifanyie documentation, zikae kwenye Alkebulan app. Katika app yetu, application Alkebulan, kuna save itakuwa ya supernatural and spirituality. Hapo utaona bana, ukiumwa tumbo changanya mti huu, kitu hiki fanya, inakuwa hivi. Ikiwa hivi, everything, kila kitu tunataka tukirudishe kwenye asili yetu, tuishi kama wazazi wetu walivyoweza kuishi na kukabiliana na changamoto zao, na kuziita roho za mababu na kuziomba zitutatulie matatizo. Kwa sababu hizi roho zingine wanazotupa Mtakatifu Pio, Mtakatifu Teresa na kisanamu chake, unaomba kisanamu cha mwanamke wa kizungu Mtakatifu Teresa, sijui akuombee Mtakatifu Maria Magdalena, watakatifu wote hao wazungu ndio tumejazwa kwenye akili zetu, tunaambiwa watatusaidia kutatua matatizo yetu. This is the right time, we are going back to our root. Tunarudi kwenye asili yetu, na ni lazima tujue wapi tumetoka na wazazi wetu walifanya nini, ni wakina nani, kwa sababu haiwezekani kwamba sisi hatuna historia tofauti na yule alitufundisha mzungu. Historia yetu, kwani tunafundishwa kuanzia vita vya Majimaji, walikuwa wahalifu, wakina Kinjekitile Ngwale, wakina Songea Mbano, hawa wote wakina Mwanamalundi, hawa wote walikuwa ni wapigania uhuru, walikuwa ni wazalendo.
Ndio maana serikali ya mkoloni iliwanyonga wengi, na wengine jaribu kuwanyonga wakashindwa kwa sababu ya nguvu walizokuwa nazo. Sasa kama mtu alikuwa anakausha mashamba wa Wajerumani, bwana Mwanamalundi, anakausha miti ili ukikaa sehemu asipate kivuli, anafanya hivi. Sina maana alikuwa anauchukia ubeberu na ukoloni, na alikuwa ni mtu wa asili. Na ndio maana kuna mfalme mmoja, kuna chifu mmoja ambaye alimkuta Mwanamalundi kwenye himaya yake anachimba dawa. Alipomkuta anachimba dawa, akamuuliza, wewe kwa nini unakuja kuchimba dawa kwenye msitu ambao uko ndani ya himaya yangu bila mimi kujua? Mwanamalundi alimjibu, alimwambia, wewe ni chief, ni mtemi wa watu, lakini mimi ni mtemi wa miti yote. Popote pale mti nikiutaka naenda na uchukua. Akachukia sana yule, akaenda akalichukua jeshi lake kuja, wakakuta pale Mwanamalundi hayupo, ila kuna simba wamelala tu hivyo, wamesinzia simba. Kabidi wakatoka mbio, wanarudi pale kwenye ile kingdom, wakakuta Mwanamalundi ndio anamaliza kula chakula ambacho walikuwa wameandaliwa wale askari pamoja na chifu. Amemaliza kula, akaondoka kwa dharau, anawatazama na wakashindwa kumfanya kitu. Alikuwa na uwezo wa kujigeuza simba, kujigeuza ndege, kufanya kitu chochote. Huyo Mwanamalundi amefanya vitu vikubwa sana kuliko watu wote tunaoambiwa kwenye Biblia, na sio yeye tu. Kuna watu wengi wamefanya vitu vingi. Historia inatuambia Mwanamalundi ametembea Tanzania nzima. Tanzania nzima ameacha alama zake, paka Iringa huko ameacha alama zake, Singida akaacha alama zake, Dodoma akaacha alama zake, Tabora, kila sehemu. Bismarck Rock, ile jela linaitwa Bismarck Rock liko pale juu. Kansela wa Ujerumani alimtuma gavana walitoe pale, lakini watu wanasema haijulikani Mwanamalundi aliliweka na vitu gani, kama alichomeka na nondo afu akalisimika pale. Wamevuta, wamechukuliwa manamba wa kutosha, wafunga minyororo, vuta wapi, lakini leo ukilitazama unaliona kama anataka kudondoka. Tuna nguvu, tulikuwa na nguvu. Tuna nguvu zetu za asili, na kitu walichokifanya hawa ni kututoa completely kwenye asili yetu. Unaponitoa kwenye asili yangu, unaninyang'anya hadi historia yangu, unanibadilishia mpaka jina la bara langu, unaponiita mimi Muafrika. Unaniita mimi bara lilolaniwa, bara la giza. Unaniambia nibatizwe, nichukue jina la kizungu. Nianze kuwasoma manabii wa wazungu. Manabii wetu ndio hawa hapa. Wamepita wengi, wamefanya vitu vikubwa sana. Kuna mmoja huko kanda ya Ziwa, yeye alikuwa akienda kunywa pombe kilabuni hivyo, akimuuzi anavimba, anajaa chumba kizima, wote wanaondoka, anakunywa pombe yote, afu anarudi anakuwa kawaida, anaondoka. Wanaita uchawi. Wenyewe vitu vyao wanavyofanya sio uchawi. Uchawi ni nini? Uchawi ni mbaya. Wao tunaotumia sio uchawi. Ndege zinaruka, si babu zetu wameanza kuruka na ungo miaka nenda miaka rudi. Na wenyewe watuambie inakuwaje ndege zinaruka? Wanafanyaje, kitu gani? Sisi tuna uwezo wa kutuma hadi radi. Hiyo ni teknoloji ya mtu mweusi, ni sayansi ambayo sisi kama Alkebulan sasa tunataka iweje kwa gharama yoyote, hata kama itagharimu maisha yetu. Ni lazima tuweke wazi siri za kwa nini tajiri wa kwanza duniani anaitwa Mansa Kankan Musa, ambaye alikuwa ni mtawala wa Mali Empire, hajulikani wala watu wamuongelei. Alimwaga dhahabu njia nzima, alipoamua kwenda Muislamu kwenda Maka, kafika Egypt, watu wote njia nzima walikuwa matajiri. Hatuambiwi kwamba kuna kingdom ilikuwa inaitwa Benini, ilijenga ukuta mkubwa sana wa kuizunguka ile kingdom ya Benini, ambao ule ukuta wake una uwezo wa kuzunguka bara zima la Amerika Kaskazini. With that technology, miaka 600-700 iliyopita. Wakaja wakavunja, wakaiba vitabu kwenye maktaba zetu, wakaharibu kila kitu, wakachukua watu wenye ujuzi wa kufanya vitu mbalimbali, wakawakata mikono, wengine wakawaua, wengine wakachukua kina Kunta Kinte wakapeleka kwenye biashara ya utumwa. Wagunduzi wote walogundua vitu Marekani, karibia kila kitu walogundua ni watu weusi, kwa sababu wao ndio walikuwa wanafanya kazi ngumu. Wakagundua mashine za kuwasaidia, lakini wazungu wakajipa wao. Kama mtu fulani ndio alimiliki shamba fulani, mtu fulani kagundua kimashine cha kufanya hivi, anasema ni yeye. Hao kina Thomas Edison wote wameiba gunduzi za watu weusi wote hao. Sasa tutaendelea mpaka lini kuficha ukweli? Tumefichwa ukweli wa asili yetu kwa sababu wanajua siku tukijijua vizuri sisi ndio kina nani, wazazi wetu walifanya nini, na nguvu tulionayo ina ukubwa kiasi gani, watashindwa kututawala. Kuna watu wanaitwa Muo,
wametoka Afrika ndio wameenda wametawala Ulaya, Spain na sehemu zingine kwa zaidi ya miaka 700. Wale ndio wamepelekea sabuni. Sisi huko wazazi wetu tayari washakuwa na sabuni, wanajua kuoga. Ndio wamepelekea viungo, wanajua chakula hiki, nyama tukichemsha unga inakuwa tamu, weka chumvi, weka hivi. Wamepeleka ustaarabu Ulaya, wamepeleka maandishi. Tulikuwa na vitabu, tuna maandishi, tuna vitu vingi kama yale mapiramidi yamejengwa mpaka Sudani huko. Meroe Empire, Aksum, Kush, Timbuktu, Mali, Ghana, Benin, Buganda. Hizo zote ni kingdom zilikuwepo Buganda. Walikuwa wanazalishwa wanawake kwa operation, zinafanywa operation karne ya 4. Buganda Kingdom wanawake walikuwa ambao njia ya uzazi haifunguki vizuri, wanafanyiwa operation, wanazaa na nusu kaputi inatengenezwa ya kiasili. Leo hii mtu anakuja anasema si hatujui kitu. Mzungu ndio ametufundisha. Mzungu katuletea dini, mzungu katuletea ustaarabu. Sisi wazazi wetu wanapaa kila siku na ungo wanaruka. Wazazi wetu sisi wana uwezo wa kutuma radi. Juma Njemba Kigoma alikuwa na uwezo wa kumwambia mtu kama umemdhulumu huyu, umtaki kumlipa leo ulali, jua kabla hajazama unakufa, anakufa kweli. That is technology. Huo ndo Afrika wetu. Mwana Malundi aliwezaje kufanya hivyo vitu na wengine? Litidanka ambaye ukifuatilia historia yake kwa nyuma, katika mabinti zake wawili waloletwa Dar es Salaam na Mjerumani, mmoja alienda kulelewa Zanzibar na mwingine akawa anaishi Tabata. Mwaka 1994 historia inasema kwamba Ali Hassan Mwinyi aliwatuma watu kufuatilia Singida historia ya bibi yake. Kumbe Liti Danka ndio bibi yake na Rais Mwinyi huyu. Katika wale mabinti wawili watoto wa Malikia wa Nyuki, mmoja ndio alikuja akaolewa na babake na Mwinyi akazaa. Kwa Mwinyi alituma watu mwaka 94 wafuatilie chimbuko la kaburi la bibi yake, ambaye paka leo kichwa cha yule mama kipo Ujerumani. And we Tanzanians, sisi watoto wa Alkebulan wa Tanganyika hatujui mashujaa wetu wangapi. Sasa sisi Alkebulan tunachoenda kufanya, tunawatafuta mashujaa wetu wote, wakina Mkwawa, wakina Isike, wakina Mirambo, wote historia zao na nini walifanya. Tuziandike upya, tusimuliane upya, tujue asili, uwezo na nguvu zetu, ili tuone namna gani sisi tutajikwamua na namna gani tutawakabili hawa watu, kwa sababu wametulisha vitu vingi ambavyo sio vya kwetu. Wametuletea Uislamu. Uislamu hautuhusu sisi. Uislamu ni dini ya Waarabu. We are not Arabs. Sisi sio Arabu, hatuna connection yoyote na Mwarabu sisi. Hatuna connection yoyote ya Allah wala Mtume Muhammad. Kaja mzungu katuletea Mwana Malundi alikuwa anaabudu nani? Na unaambiwa siku ambao Mwana Malundi amekufa. Tena Mwana Malundi ya kuuawa na mtu. Amekufa kwa maradhi ya kawaida akiwa na miaka 44 Mwana Malundi. Baada ya kuwa amerudi kwao, kwa sababu wanawake wengine wote walikuwa wanaoa, watoto walikuwa kizaliwa wanakufa, kwa sababu alitabiriwa anatakiwa aoe mtu anayetokea kwenye ukoo wao. Baada ya kurudi kijiji kwao kule kuoa yule mwanamke wake kuzaza, akaanza kuumwa. Na siku ambao unaambiwa Mwana Malundi alipokufa, amekufa mchana. Jua likazama ghafla, giza kwanza lilitokea, tetemeko la ardhi na mgurumo mzito sana, mpaka Wasukuma kule wakahisi Wamasai wamerudi, kwa sababu kipindi hiko ugomvi mkubwa ulikuwa kati ya Wasukuma na Wamasai kuibiana ng'ombe. Na kuna Wamasai walikuja kuiba ng'ombe katika kijiji ambacho alichohamia Mwana Malundi baada ya kutoka jela kushindwana na Bwana Masanja watatu. Kile kijiji wa Masai walikuja wakaiba ng'ombe, wakaenda kumwambia Mwana Malundi, akawaambia msijali, hao ng'ombe mtawapata asubuhi. Akafanya mambo yake, asubuhi wakawakuta Wamasai wote wamelala, wakawapiga, wakawaua, wakachukua ng'ombe zao, wakarudisha, wakamuita Mwana Malundi, wakampa jina lingine KE nyingine kwamba aliwarudisha ng'ombe. Wakati walirudishwa na ndege walimpa KE nyingine, aliyeletwa na ndege. Siku anakufa Mwana Malundi, ilitoka tetemeko la ardhi na mshindo mkubwa, watu wakaanza kukimbizana, waelewi. Afu ikatokea na giza saa 6 mchana, giza ambapo tunakuja kusimuliwa story, sijui Yesu ilikuaje, sijui alipokata roho. Mwana Malundi ilitokea giza mchana kweupe, mpaka kuku wakaanza kurudi, wanataka kuingia ndani. Baada hapo kwenye taratibu za kumzika, kuandaa mazishi yake, wanamaliza kumzika Mwana Malundi, kaburi la Mwana Malundi lilitoa moshi mzito, ule moshi ukaenda mpaka unaenda mbinguni, mpaka ukaleta wingu. Afu naliambia sisi hatuna asili. Sisi asili zetu tunazipoteza wenyewe, na tunapoteza wanao watu, kwa sababu wanajua siku tutakapomiliki nguvu zetu wenyewe hawataweza kutufanya kitu chochote. Hakuna cha bomu la nyuklia, hakuna cha silaha. Tuna vidono hapa mtaani 1.5 unachanjwa kidono, unapigwa bunduki haingii. Hao wataalamu tunawahitaji sisi Alkebulan.
tuna asili zetu sisi. Unaweza ukafanya kitu hapa ukapotea usionekane, ukageuka ukawa paka usionekane. We need that. Na hii ni miongoni mwa kazi kubwa tunazoenda kuzifanya sisi wana wa Alkebulan kupitia Alkebulan Archive, Alkebulan Projects, Alkebulan Heritage. Tujue dawa zetu za asili, nguvu zetu za kiasili na historia yetu ya ukweli na namna gani tutainuana kiuchumi. Asante sana.